Alhamdulillah kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi 3 ambazo tumezipata siku ya leo. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamepambana pa kutosha. Tupongeze technical staff, na mwisho niwapongeze sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex. Wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao, tumepata matokeo mazuri. Kuhusu Coastal Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira, naelewa nini ambacho Coast wataizi baada ya concede goli moja. Kwao issue inaweza kuwa sio kupoteza pointi 3. Kwao issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi 3. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwao ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare, lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja. Kwa wao linaweza kuwa na faida, linaweza likaboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia. Lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwetu sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli 6, goli 7 leo, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia kunapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikaze, wapambane, tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia inshallah. Kuwakosa baadhi ya nyota Stefano Aziz, Ibrahim Baka ambao mara kadhaa wamekuwa wakipata nafasi, ilikuwa inaleta pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Coastal? Hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi, Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango yetu. Tulishawahi kuwa na hawa wachezaji kwenye pitch, tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma. Tushawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi zikiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambavyo wamecheza vizuri, wamejilinda. Tumecreate nafasi, goalkeeper wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi uliotuleta hapa KMC Complex siku ya leo. Tuliona Khalid Aucho akishindwa kuendelea na mchezo, tolewa nje the same to Kibababi. Pengine hali zao zikoje, hususan kwa Aucho alionekana kama kuhuzunishwa na kile ambacho kilipata kwenye kwanza? Yes, tumezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji hao wawili. Kwa ameniambia tumpe muda, pengine kesho patakuwa pana check up, alafu atugee majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hiyo ni kwa Aucho, lakini pia na mchezo wa dabi. Yes, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza kumkosa Aucho, akacheza Duke Abuya, akacheza Shuaboy, akacheza Mudathir kwenye namba 6, na tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea kheri kwanza, asiwe ameumia sana, lakini kama ameumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutokea hapo na tutamani kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuatia. Tunarejea Chamazi tarehe 10 dhidi ya Azam. Hamna maswali wengine? Tuambie pengine mipango mikakati ya Azam. Yes, huo ni mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4, na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya 2. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tunashajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje, na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kikubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au ya nyumbani. Basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Alichukua muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Imenichukua muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Maana umetoka Tabora umerudi kwenye birthday. Hamna, mimi bwana, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka. Huu mchezo ulivyoonekana kama karatasi kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi. Sasa inahitaji sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu leo tumepata mashabiki wengi zaidi compare na mechi 2 zilizopita hapa nyuma. Maana yake tubuni kitu kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko. Yaani waje kama leo tumepiga paso, tumependeza, wamekuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi
lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia. Kwa hiyo alikuwa wazo la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikiwa muda mfupi, limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Mashati Day limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri nyinyi ni waandishi, ni mashahidi. Paka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku Jumangapi? Jumatano, yes. Paka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida. Sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie, na hii ni mara ya mwisho nawapa ombi. Kisima cha ubunifu nipo hapa. Siku moja tu. Unajua Watanzania haya mambo ya kupita mtaani ukimbia wanayazoea. Wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? Kwa lazima uwe unakuja na flavor tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24 ni kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko niwasaidie. Niwasaidie tu kuhamasisha watu wao. Unajua kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumia DM nyingi huku. Akia Mungu na DM nyingi sana huku. Makolo akiniambia wewe ungekuwa kwetu tungeenjoy sana. Nikaambia kweli, sasa ni siri za watu, huwezi kutoa mawasiliano na watu public, Wasipokuja manake mechi inaweza kacheza na watu 600 pale ndani. Uwanja utefusi. Ni kweli kwa sababu tiketi za VIP ni watu wangapi kwa ule uwanja? Ukitoa wale wageni waalikwa zinabakia tiketi 300. Kwa hiyo mchezo wa robo finali mpaka leo tiketi 300. Siki na mechi yao kivyovyote semaji. Huko ni kutangatanga. Mimi nawashangaa, sijui kwa nini yani baada ya wazungumzie mechi yao, wao wanadili tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sijui kwa nini wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndo wamefanya press conference 8. Mechi hii peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo ni watu wengine tunameenda leo. Yaani wanakuja watu wote, wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkituzungumzia Yanga, sio kwamba ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Kwenye mechi 3 za mwishoni, kwa Zuzo wameibuka man of the match kwenye mechi 3 zote za mwishoni, alafu mnaelekea kwenye mchezo dhidi ya Azam FC. Pengine pia mnatangaza kama kisasi au kuna namna ambayo pia Hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja kujiandaa pale Azam Complex. Pacome Zouzoua ni tuzo ya 3 mfululizo, lakini tuzo ya 6. Ameniambia tuzo yake ya 6 ya man of the match. Ukiwa una D2, maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable player, MVP wa ligi. Unajua MVP wa ligi anapatikana kwa details kama hii. Assist hizo ngapi? 9, goli 8, tuzo 6. Ni detail, sio kwamba naipangia kamati. Detail ndogo ambao mimi unajua nimekuwa kwenye kamati ya tuzo for 2 years. Sio kama nalijua wale waandishi. 2 years niko kwenye kamati ya tuzo. Kwa hiyo kuna some details zinakuepelekea kuchagua most valuable player. Haihusishi tu magoli kwamba huyu ndio top scorer, hapana. Ndio maana tuzo ya ufungaji bora, afu tuzo yani mchezaji bora, mchezaji ambaye mnaweza kwenda Kenya mkampeleka kwamba huyu ndio kioo cha wachezaji Tanzania. Sasa Pacome hatoshi? Niulize nyie, mkienda Malawi na Pacome mkasema ligi kuu ya NBC huyu ndio kioo chake, hatoshi? Sasa ukimpeleka kule Kitale, si unakimbizwa? Bwana, asanteni sana ndugu zangu. Sasa kabla hujamalizia, kuna watu wanalihusisha shati lako hili la leo na shati la mtu fulani. Hapana. Hili shati ni maandalizi ya Oktoba hivi ndugu wangu, huwezi kuelewa. Vitu vya Oktoba hivi. Kuna jambo vitu vya Oktoba hivi. Kila dakika Helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe kwa milionea mpya kwa kubeti na Helabet. Na kila ukibeti na Helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na Helabet. Tembelea www.helabet.co.tz. Bet kifalme na Helabet.